Mzee mwenye umri wa miaka 72, mkazi wa kata ya Kitatiti, wilaya ya Rumeru, mkoani Arusha, inaelezwa kuwa ameamua kuishi kwenye mazingira hatarishi kwa afya yake bila kuhitaji msaada wa mtu yeyote, ikidaiwa ni baada ya baba yake mzazi kumtolea tamko miaka ya nyuma kuwa atakuja kuishi katika mazingira hayo kutokana na kitendo cha yeye kumtelekeza alipokuwa anaugua. Mke wa mzee huyo akizungumza na Gadi TV amesema kuwa mume wake amegoma katu kufanyiwa usafi katika chumba chake, na hali hiyo kumkumbusha kauli ya baba yake aliyoitoa wakati akiwa amelazwa hospitalini kuwa ananidharau kisa anajisaidia kitandani na yeye atapitia hapa hapa. Aidha, inaelezwa katika mazingira yale yale watoto 4 wa kiume wa mzee huyo wamemtelekeza mzee huyo bila sababu za msingi na kisha kubadili namba za simu na kuacha ujumbe kwa dada yao kuwa siku mzee huyo akifariki dunia wasijulishwe. Pia mama huyo amesema licha ya kuwepo kwa changamoto hiyo kwa upande wa mumewe, sio kigezo cha watoto wake kukaa mbali na baba yao mzazi, hivyo popote walipo warejee nyumbani kwa ajili ya uangalizi wa baba yao. Kadhalika inaelezwa kuwa ni zaidi ya miaka 30 imepita tangu baba wa mzee huyo afariki dunia na utabiri wake kuanza kutimia kwa mtoto wake. Hata hivyo, binti wa kike wa pekee wa mzee huyo ambaye ni mwajiriwa wa sehemu fulani amesema kwa kipindi cha miaka 3 tangu mzee huyo aanze kuwa katika hali hiyo, ametafuta wafanyakazi wa kuweza kumhudumia baba yake, lakini wamekuwa wakifika eneo hilo na kushindwa. Hii ni Gadi TV. Baba yake ameenda kaburini akilalamika, mama yake ameenda kaburini akilalamika, na ndio maana ukimuuliza unaumwa nini anakuambia siumwi. Laana siku hizi laana inatenda. Laana hayumi. Laana inatenda. Baba yake alikaa kisimusi hadi kufa, hajai kufika hata siku hii. Tumeelewana. Baba yake akawa anasema amekata kuja kunisalimia kwa maana chakula zake nitamaliza. Na yeye hali. Si mnaona hadi sasa anamwaga chini. Second, ananidharau kwa maana mimi najisaidia kitandani. Naye atapitia hapa hapa. Wala ni kitu ni historia watu wengi wanaelewa. Baka babake amekufa pale kisimusi, hajai kufika hata siku hii. Na hizo shida ilikuwa na baba yake, si unaona ndio hiyo. Ati sasa ni ugonjwa ambaye huna daktari wa kutibu. Kwa maana daktari anapima homa, nini, malaria, nini, so vitu vingi, lakini laana ikishaitwa laana ni laana tu. Na hata alipokufa, hakwenda kumuzika. Huyu mama jirani si anaelewa. Hakwenda hata kuzika baba yake. Amekufa akilalamika. Sasa ni mambo anaenda step kwa step. Ulipokuwa unamwambia labda aende hospitalini? Mimi nilikuwa kisimusi hivyo. Majirani watakwambia. Mimi nimelazwa kule kwa kina mama na amelazwa kule kwa wanaume. Hata baba amefariki na mimi nikiwa kisimusi hivyo. Mimi kuambia vijana wa leo ni wajali tu wazee, kwa maana wazee ndio mambo yote. Kwa maana sasa huyu angalia mali alikuwa naye ikaisha, sasa ndio amebakia kuisha yeye sababu ya laana. Lakini ukiheshimu wazazi, maisha yako yataongezeka na kama ni utajiri utaupata. Kwa nini usimsaidie sasa kwenda kumsafisha hata akiwa pale pale kitandani? Huyu ni mbishi mtu. Kwanza first hataki ushauri. Umesikia? Hata nao majirani wataweza akatoa ushuhuda. Ukashamusha maji aoge hataki. Ukimwambia hizi nguo badilisha hataki. Kama ni nguo ana nyingi kwa kweli, hata ukijana ni mshahidi. Utafanyaje kwenye ukuta huko, utafanyaje? Na ni kitu cha kila siku, anytime anafanya hivyo. Kwa maana kama ni kitu kiko huko chini ndio, lakini anainua anagandika, kunakuwa nini kama nyumba imepigwa plaster. Okay. Labda unaweza kuwaambia nini watoto wako sasa kuhusu hali ya mama yao mzazi? Mimi ni kuambia tu aje nyumbani washuhudie wenyewe. Wakisha kuja nyumbani watajua kama watapeana zamu, hilo tu. Kama ni watu wanaweza kunisikiliza. Sasa niwaambieje? Waje wenyewe washuhudie. Kwa maana mimi namba zao sina. Hauna namba za watoto wako? Wameblock kabisa. Huyu hakika juzi amejaribu kutafuta mpaka kwenye kompyuta na nini akawakosa. Wamekublock? Ndio. Hata huyu chairman ni mara ngapi anawapigia simu? Huyu si anaingia mpaka hapa ndani. Anawapigia simu hawapatikani. Hii ni simu. Nikiwapigia inaambia namba haipo. Nampigia mwingine namba haipo. Nifanyeje? Ni zaidi ya muda gani? Mwaka huu wote hawapatikani. Tangu mwaka jana? Si nimekwambia hata mwenyekiti amewapigia sana. Watoto wenye umri gani? Mtoto wa kwanza alizaliwa mwaka 73.
Alafu hapo amebishana miaka 4, mtoto miaka 4. Hizo ndio ratiba mimi nilijiwekea. Labda umekuwa ukiishi mazingira toka lini? Yaani tangu nilikougua nahudumia tu hapa vizuri. Haya mazingira kwako umeona ni rafiki? Mimi naomba hivi, kwa kifupi ni rafiki, hamna tatizo. Hayana shida. Bwana. Unaweza kuambiaje watoto wako? Hebu zungumza nao. Jamani, watoto wangu wote naombeni mje nyumbani tuje mkanisalimie. Naomba sasa kweli mfunge tu mlango muniache nilale sasa. Ushapeleka hospitali, hana ugonjwa wowote. Hana tatizo lolote. Ni hiyo tu kama vile amepata tatizo la akili, nisemeje. Kwa sababu kikaa naye nikipiga stories za kawaida anaongea vizuri tu. Labda kwa nini kaka zako sasa hawaji kumsaidia baba yao? Yaani kaka zangu mimi sijui wana changamoto gani kiukweli, kwa sababu kama ni uwezo wanao. Sasa kasema wengine wana pesa kuliko hata mimi. Waliniambia huyo mzee hata siku akifa usitujulishe. Sasa mimi kadri ninavyoendelea kuongea nao naona kama vile naendelea tu kujitengenezea bifu na hao watu. Labda unadhani zangu kadri ninavyoweza. Unadhani kwa nini wao wameamua kuweka msimamo huo? Yaani sijui mimi ni kwa sababu gani, sijui. Kwa hiyo tumebaki kwenye hoja, kwa nini hawa watoto hawapatikani? Na mimi kimsingi nilikuwa ninajua wanapatikana wapi. Wangeenda kutafutwa kwa nguvu yoyote. Sasa kwa bahati mbaya kama unavyosikia kwamba simu zao kiwatafuta hawapatikani. Sasa sijajua inakuwaje. Ushauri wangu mimi kama mwenyekiti wa kijiji na kama mzee na kama jirani yao kwa vijana, kwamba popote walipo basi wahakikishe kwamba mzee wao hali yake si nzuri, ndio huyu anakaa ndani hana msaada, mama yao ni mzee, basi waje wamhudumie baba yao. Kwa sababu naamini hapo walipo wana nguvu na afya, kwa sababu hatuna taarifa kwamba kuna yote ambaye ana changamoto ya afya hapo walipo. Mimi kwanza hata kwa imani tu kwamba basi ili watoto waweze kupata baraka, waweze kuhudumia wazazi wao na wazee wao. Hilo la kwanza, ili waweze kufanya nini? Ili waweze kupata baraka za wazazi, si ndio? Lakini na jamii nyingine ili iweze kusoma kwamba wanapenda wazazi wao. Kwa sababu kitendo hiki kinawajengea kitu kibaya wao, kwamba wametelekeza wazazi wao.